Bana, nimekutana na Stan, tunapiga naye story 2-3 kupitia Sam Misago TV. Anaujua kazi yake mpya, kuna mengi ya kuyafahamu. Alikuwa kimya hapa katikati. Nini hasa kilisababisha mambo yote haya? Tuko naye hapa na utafahamu mengi kupitia yeye mwenyewe. Stan, mambo vipi? Bwana, fresh sana. Inakuko poa? Shwari baba. Wasiwasi mwingi? Hamna wasiwasi. Unajiamini? Sawa, niko poa. Uko vizuri? Yeah. Mimi nakufahamu kama Stans. Jina lako halisi mashabiki wanataka kufahamu au hilo tumeleka private kidogo? Bwana, mimi jina langu nilopewa na wazazi ni hilo Stanislaus. Mimi naitwa Stanislaus. Uliamua kufupisha tu pale? Nimefupisha tu kidogo, lakini ni real name, yani ni jina langu kabisa. Okay. Stan anatokea wapi? Bwana, mimi natokea Mbeya, sehemu moja inaitwa Songwe, ambapo sasa hivi ndo kuna karibu na airport. Yaani ukishuka tu airport umeshuka nyumbani. Yeah. Okay. Ndo natokea pale, nimekulia pale, nimezaliwa pale, kila kitu. Sawa sawa. Unajua kila mmoja na historia yake. Ilikuwaje ukajikuta kwenye muziki Stans? Ujue mimi historia yangu ndefu kidogo. Sasa nitaielezea nadhani kwa uchache. Mimi bwana, kabla sijaja Dar es Salaam nilikuwa mfanya biashara tu na nini, lakini pia nilikuwa nimeingia kwenye muziki. Lakini nilikuwa sijaingia kwenye muziki nikiwa kama singer, nilikuwa rapper, nilikuwa napenda kurap na nini. Kwa nikajaga nikapata simu ya kuja Dar es Salaam. Nilipigiwa simu na babu yangu mzee Simfuku, akanambia uje Dar bwana, kuna mchongo inabidi ufanye na bibi yako. Kwa nilivyokuja Dar es Salaam ndo safari yangu ya muziki pia ilianzia hapo. Kwa ni vitu vingi vimetokea na nini mpaka sasa hivi niko hapa. Nikisema nianze kuongea kiboja tutakesha, lakini sofa Mwenyezi Mungu ni mwema. Unaona tumefika ambapo tulikuwa tunatamani kufika. Kwa safari ni ndefu, nadhani tukipata time vizuri tutaongea. Yeah. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao waliamini kwamba hip hop haiuzi, ukaamua kuimba? Hapana, siamini hivyo, kwa sababu nikisema naamini hivyo ina maana wakina Lunya wasingekuwa naaminisha watu labda hip hop. Umeona? Mimi kuingia kwenye hip hop ilikuwa nimekutana na anko wangu, alikuwa anaitwa Matilio. Nilipoenda kwa mzee wangu pale. Kwa nilipofika pale, anko wangu naye ni msanii. Nikampa mistari pale, nimempa mistari, anko wangu akanambia mistari mikali, sema sauti una mdogo wangu. Umeona? Kwa inabidi cha kufanya wewe bora uimbe. Mimi nakusikia kama unaweza kuimba lakini sio kurap. Okay. Kwa tokea pale nikaanza kufanya mazoezi na nini. Nikajikuta mdogo naanza kujua kuimba, naweza kuandika hivyo. Kwa ndo safari ya uimbaji ilianzia hapo. Sawa. Kabla ya Mario kumkubali Stans na kuamua kumsign kufanya naye kazi kwenye record label yake, Stans amewahi kukataliwa na wasanii gani na gani kwenye safari yake ya muziki hapa katikati? Kuna kukataliwa, sija kukataliwa au kuonana na watu pia. Mtu ambaye nimewahi kuonana naye kabla sijakutana na Mario ilikuwa ni Alikiba. Na Alikiba nilionana naye nikiwa studio. Yaani nilikuwa nimetoka kwenye mitikasi yangu hapa Dar es Salaam. Nilikuwa nimeajiriwa sehemu moja hivi napika chapati kabla sijawa na ofisi yangu. Kwa nilivyotoka pale nilikuwa na mtindo nikitoka ofisini kwangu pale lazima nipitie studio. Sasa nimeenda studio pale, nimefika reception, nimekutana na rafiki yangu mmoja akaniambia, "Oya, Alikiba yupo hapa. Kama vipi muonyeshe kipaji." Umeona? Nikasema kweli bwana. Kwa hiyo tumekaa pale tumemsubiria akatoka studio. Alipotoka studio sijui nilishikwa na nini, sikuelewa, nimejikuta namwangalia tu blaza, akatusalimia pale akatuambia, "Nyinyi wasanii?" Si wasanii bwana." Basi poa, ngoma zenu ziko wapi? Tukamwambia ngoma zetu ziko studio. Yaani mimi kiukweli nahisi ni kwa sababu sijawahi kukutana na mastaa au kukutana na watu maarufu. Kwa hiyo nilikuwa kama nimepigwa na wenge fulani hivi. Kwa nini muangalia blaza yule mpaka akaondoka. Baada ya kuondoka nikasema kwa nini nimemwacha Alikiba akaondoka? Na kuna siku pia nakumbuka nimewahi kwenda nyumbani kwake. Nimegonga sana geti pale, akatoka mlinzi na nini, nikaongea naye, lakini hivyo ndo nilipokutana na wasanii, lakini sijawahi kuenda sehemu nyingine ya msanii mwingine. Okay. Yeah. Studio lakini umewahi kufika napo ukakutana na changamoto, producer anakuambia kaa nje kidogo, ninunulie umeme tu rekodi? Hizo zipo. Sasa unajua ili ufike ni lazima ukutane na changamoto. Kwa hiyo changamoto hazikosekani kwenye kazi. Okay. Yeah, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu.
watu wote ambao nilikuwa nafanya nao kazi tunaongea vizuri. Hakuna mtu ambaye amewahi kunidisappoint kwenye kazi yangu. Watu uzuri sema, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kanijalia kitu fulani. Mimi napendwa sana na watu. Yaani mimi nikikutana na mtu zao ambavyo nakuwa naishi nao, watu wanakuwa napenda na wanasupport. Kwa sikukutana na changamoto nyingi sana za mbaya. Anamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sawa. Lebo ina raha tu au kuna changamoto zake? Siwezi kusema ina raha tu, kila kitu kipo. Yani kuna maisha, ni maisha. Okay. Watu inabidi wafahamu kwamba ukiwa kwenye lebo pia uko katika hali ya maisha. Sio kwamba ndio umefanikiwa kuwa kwenye lebo labda utakuwa na mabilioni. Okay. Kwa hiyo unapokuwa kwenye lebo ni kama umepata sehemu tu, unabidi ufanye vitu usogee hatua nyingine mbele. Kwa hiyo kuwa kwenye lebo sio kama umefanikiwa. Yaani ile kusaini pale usije ukajua labda utapewa milioni 500 bwana chukua hizi kajenge, hapana. Inabidi ufanye kazi ili muweze kupata pesa. Kwa hiyo kazi nadhani ndio zinabidi ifanyike. Sawa. Ilikuwa ni ndoto yako ya muda gani kuwa kwenye lebo kama ile, au kwa sababu Mario tu alitokea ukasema ngoja ni sign Bad Nation, lakini ingetokea lebo nyingine basi mimi ningekuwa mtu ambaye ningeenda moja kwa moja kwenye lebo hiyo? Mimi ujue ni kijana ambaye nilikuwa najitafuta, kwa hiyo lakini pia msanii ambaye nilikuwa na wish sana nifanye naye kazi ni Mario. Yaani tokea ametoa Daku Gumu kipindi hicho mimi najitafuta, na mimi nilikuwa napenda sana kusikiza ile nyimbo na nikatamani kumjua msanii, nikamjua. Kwa hiyo nikawa namfuatilia, akawa ni mtu ambaye namshabikia sana. Kwa hata katika watu ambao nilikuwa nawafikiria kwamba nikipata nafasi ya kukutana naye akanishauri au akanipa nafasi ya kufanya kazi naye alikuwa ni Mario. Na hata nishai kuzungumzia kwenye interview, nishai kwendaga Clouds kwa Miss Lolo. Akaniuliza swali, msanii gani unampenda na nini? Kwa Mario ni mtu ambaye nilikuwa namkubali toka kitambo. Yaani ukiachana na kwamba tunafanya kazi, yaani mimi napenda muziki wake. Yeah. Okay. Kwa upande wako ume-experience vitu vingi sasa hivi kwenye game ya muziki. Nataka uniambie nini hasa ambacho kinakusumbua ukiona ile A-list ya wasanii na ambavyo inafanya vizuri na ambavyo kunatokea labda sintofahamu, huyu anamsema mwenzake, huyu anamrushia maneno huyu huku. Wewe huku unakupa picha gani kwa sababu ndo unapanda kwenda huko juu? Ujue nadhani ni vita tu ya kazi. Lakini sidhani kama kuna vita za watu ndani kwa ndani kwamba labda mtu wamepigana watakuja kushikana. Lakini nadhani ni watu nashindana katika kazi. Kwa ukitoa chuma kikali lazima watu wakutafutie chuma kikali. Kwa vita yetu ipo hapo. Kwa kupigana vyuma kawaida. Kwa acha watu wapigane vyuma, lakini sidhani kama nitakuja kusikia story ya watu wameshikana kisa watu wanapishana kisa muziki. Lakini sisi tunashindana kupitia muziki. Na wengine unaweza kusema kama mimi naweza nikaa sishindani na mtu, mimi nafanya kazi yangu. Kwa hiyo inawezekana kazi yangu mimi ndio inaenda kushindana na mtu. Yaani ikitoa kibao kikali na maana kama kuna mtu alitoa kibao cha kawaida kinaenda kumbaruza. Kwa hiyo tunashindana kupitia kazi. Hatuna ugomvi na mtu, hatuna shida na mtu ya. Okay. Stani kuna kipindi alitoa ngoma watu wakampokea kwa ukubwa sana, akapata mashabiki wengi. Kaka wadada wengi kwa namuita kaka wa kifua wazi, kaka wa vivesti na nini, lakini kuna muda akawa kimya. Mashabiki wakawa wanajiuliza maswali mengi sana. Stani ameelekea wapi? Mbona kuna ukimya sana? Mario anaendelea kutoa kazi, imekuaje Stani? Mtu ambie. Ujue ukiwa kwenye lebo pia kuna mipango. Kwa hiyo mimi nadhani nilikuwa katika mipango. Ndio maana sasa hivi unaona nilitoa sawa, lakini sofa nimekuja na nenda nao. Ina maana hata kama nilikuwa kimya kidogo, nimepumzika hapa katikati, nilikuwa najipanga ili nije na kitu kizuri. So kama ngoma zipo nyingi zinatuchanganya tupeleke muziki gani, kwa sababu unaweza ukawa labda una chaguo lako wewe mwenyewe, lakini ukakuta kwa mashabiki sio chaguo. Kwa hiyo tumekaa muda mrefu nyimbo zinatuchanganya, tupeleke hii. Unakuta tumepanga tupeleke hii, lakini tukikaa na timu tunarudi tena kwenye kabati. Mbona tuna kazi nyingi? Kwa hiyo nadhani hiyo imesababishia ucheleweshaji wa nyimbo, lakini sio vibaya kwa sababu nilikuwa nataka niwape kitu kizuri mashabiki zangu na imani wamependa na wanaenjoy muziki mzuri ambao nimewapa. Kulikuwa na shida yoyote kati yako na Mario? Kulikuwa hamna shida yoyote, nilikuwa naishi vizuri, nakula vizuri.
So wewe mwenyewe unaona afya naiona. Unaona nafanya mazoezi na grow. Kwa Mwenyezi Mungu anabariki. Nilikuwa nataka nije hapo, hatujatoa kazi, hatujafanya shows. Tunategemea digital platform kwa kiasi fulani, kiasi tuna nyimbo nyingi. Tunaishije mtaani? Tunahitaji kula, tunahitaji kutoka hapa kwenda pale, tunahitaji kufanya promotion na vitu vingine. Ujue sisi watoto wa Mungu hatujai kulala njaa. Hata kama tukilala njaa tutakula tu, ila tunachelewaga. Afu kulala njaa ni kitu cha kawaida, watu wengi wanalala njaa bro. Si wenyewe tushalala njaa. Tunaelewa. Hata mimi leo hii kama ikitokea pamoja na maisha yangu haya nikalala njaa isokee, kwa sababu ni vitu ambavyo nimevizoea. Kwa sababu tumepitia changamoto nyingi. Ukipita sehemu ukakuta kuna amani au kuna furaha, ujue pia changamoto zake zipo. Kama nilivyosema, yani hivyo kitu chochote kinatokea. Stan ana mashabiki, ana kazi mpya. Hii ni platform kupitia Sam Misago TV kuzungumza na mashabiki wako. Una nini cha kuambia? Una nini cha kuwaomba kwa kipindi hiki? Cha kuambia na cha kuwaomba wasikae mbali na Stans, kwa sababu nina muziki mwingi. Yani na burudani yao ya kutosha, alafu pia ndo tumeanza, yani hivi ndo tumeanza. Niliwapa sawa na sasa hivi nimewapa naenda nao. Kwa nawaomba sana wanisupport kwa nguvu zote, kwa sababu mimi jukumu langu ni kuwapa muziki mzuri. Ndo huo umetoka, kwa hiyo watu wanisupport. Ni nyimbo yangu inapatikana kwenye digital platform zote. Ukiingia YouTube pale muziki upo. Kwa hiyo watu wa support ndo kitu chenyewe, yani nawashukuru sana, nawapenda sana. Sasa naona kama umechachafwa hivi na wachambuzi mpaka umefuta ile video wakati una promote kazi yako mpya. Wamesema hii video gani? Mbona kama Stan amevuka mpaka wakaanza kuwatagi walezi wetu. Ujue mimi ile video sijui hata, ujue naweza nikawa sijakutana nayo Instagram, kwa sababu mimi kuna muda na posti niko busy. Kwa inawezekana team labda na nini, lakini ilikuwa ni behind the scene. Lakini sio kitu kibaya, kwa sababu tunataka kugrow kwenda mbali. Inawezekana kuna vitu vingi na bitu vifanye, sio kila siku tuzeleke tufanye kitu kimoja. Kwa hakuja kuwa na shida yoyote wala changamoto yoyote, lakini nawashukuru watu wote ambao wanasupport na waendelee kusupport. Vitu vingi vinakuja, ni lazima tuonyeshe mabadiliko, kwa sababu si wenyewe ndio jenzi wenyewe. Sasa kama sisi ni jenzi, hatuwezi kufanya vitu vya legend. Shaona ya kwenye scene ilishia kwenye scene. Ya kwenye scene anaishia kwenye scene. Unajua nyuma kamera. Sawa. Nakubali sana. Hamna namna yote una appreciate mchango wa Paula kwenye muziki wako, sababu namuona pia anafanya challenge za nyimbo zako. Sio Paula tu, nawashukuru wote. Namshukuru shemeji yangu sana, mamangu, Kajala, familia nzima. Yani ukizungumzia Bad Nation ni watu ambao wana upendo, kwa nawashukuru sana. Natamani watu wangekuwa nawaona huo upendo zewe ambavyo unashamili na unatumwagikia. Kwa ujue picha ya nje bwana ni tofauti sana na picha ya ndani. Kwa sisi ambao tunakuaga ndani ndo tunajua. Nawashukuru sana, nawapenda sana. Nashukuru sana kwa time yako. Asante sana, endelea kufanya muziki mzuri Stans. Bwana shukrani sana, na mimi nawapenda sana.